Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo ni huko nchini Iran, ambapo taarifa zinadai kwamba hali imekuwa ni tofauti juu ya maandamano yanaendelea nchini humo, huku rais wa Marekani akisema kwamba Iran ina matatizo. Rais wa Marekani anadai kwamba Iran ina matatizo makubwa. Amesema hayo mnamo wiki hii akizungumzia juu ya maandamano ya kupinga serikali ambayo yamezuka nchini humo na kusababisha kukatika kwa internet kote nchini na mamlaka kutumia ukandamizaji kama njia ya kuzima maandamano hayo. Inaonekana kwamba watu wameanza kudhibiti baadhi ya miji, jambo ambalo hakuna mtu angefikiria linawezekana wiki chache zilizopita. Tunafuatilia hali hiyo kwa karibu sana, Rais wa Marekani Donald Trump alisema. Ingekuwa bora msianze kufyatua risasi kwa sababu tutafyatua risasi pia, Trump ameonya mamlaka ya Iran. Ikiwa wataanza kuwaua watu kama walivyofanya hapo awali, basi tutaingilia kati, rais huyo wa Marekani kutoka katika chama cha Republican amesema, na kuongeza kwamba hiyo haimaanishi kwamba tutatumia wanajeshi nchini Iran, lakini inamaanisha tutawapiga vikali sana pale inapouma. Mamlaka nchini Iran imekata internet karibu kabisa kote nchini ili kuzuia uendelezaji wa maandamano hayo kupitia mitandao ya kijamii. Licha ya hayo, siku ya 14 mfululizo ya maandamano inaendelea. Ukandamizaji umesababisha vifo vya watu karibia zaidi ya 60, na kulingana na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yametoa taarifa hizo, na huku wakitoa wito wa kuheshimiwa kwa haki za binadamu ambao kunaongezeka kimataifa. Harakati za maandamano zilianza mwishoni mwa Disemba 2025 kwa sababu za kiuchumi zimebadilika na kuwa harakati kubwa ya kupinga serikali. Maandamano mapya dhidi ya utawala yamefanyika siku ya Ijumaa jioni nchini Tehran, ambapo wakazi waliandamana katika barabara kuu kadhaa za jiji. Watu 62 wanadaiwa kuuawa katika maandamano hayo ambayo utawala unatumia nguvu sasa. Ayatollah Al-Khamenei amewashutumu waandamanaji akizishushia lawama Marekani na Israel kwa kuingilia kati, na anasema kwamba utawala huo hautarudi nyuma. Amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitorudi nyuma mbele ya wimbi la maandamano. Mwishoni mwa Desemba, wafanyabiashara katika maeneo ya Grand Bazaar huko Tehran walifunga biashara zao kupinga uchumi unaozorota, mfumuko wa bei uliokithiri zaidi ya 50% na kuanguka kwa rekodi kwa sarafu ya nchi hiyo kwa maana ya rial. Hali ya kiuchumi ilizidishwa na kuwekwa tena kwa vikwazo vya kimataifa. Harakati zikaenea haraka katika vitongoji na miji mingine kama Karaj Hamedan, ikiwa na kauli mbiu dhidi ya serikali na utawala wa Kiislamu. Muda si muda maandamano hayo yalizidi utawala huo ambao kisha uliamua kuanzisha msako mkali na kuzima internet. Hata hivyo, jeshi la nchi hiyo, kutokana na hali ambayo inatokea wakati huu, kumekuwa na mipango ambayo inafanywa na waandamanaji kuharibu mali za umma, lakini jeshi la nchi hiyo mnamo siku ya jana Jumamosi limeweka wazi likisema kwamba litalinda miundombinu ya kimkakati na mali ya umma na kuwasihi wa Iran kuzuia njama za adui, huku taasisi za makasisi zikiongeza juhudi za kuzima maandamano makubwa zaidi nchini humo kuwahi kutokea. Taarifa za jeshi la Iran zimekuja baada ya rais wa Marekani kutoa onyo jipya kwa viongozi wa Iran siku ya Ijumaa, na baada ya waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio siku ya Jumamosi kutangaza kuwa Marekani inawaunga mkono watu jasiri wa Iran. Ghasia kutokana na maandamano zimeendelea usiku kucha. Vyombo vya habari vya serikali vimesema jengo la manispaa lilichomwa moto huko Karaj, magharibi mwa Tehran, na kuwalaani waasi. Hata hivyo, inadaiwa pia kwamba hali ya majeruhi inazidi kuongezeka kila kukicha, huku maandamano nchini Iran yakiendelea na mamlaka ya Iran ikitoa maonyo yaliyoratibiwa kwa waandamanaji. Madaktari wanaeleza kwamba vituo vyao vya matibabu vilikuwa na watu wengi waliojeruhiwa. Hata hivyo, wanasema kwamba hali ya usalama inazidi kuzorota kutokana na namna serikali inavyozidi kutumia nguvu kubwa ili kutawanyisha maandamano hayo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, tutaendelea kukujuza ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu.